ghafla tu ardhi iliweza kukatika na kuweza kutufukia wote. Ndipo wenzangu 7 wote wenyewe walipoteza maisha pale pale. Mimi niliweza kuokolewa, na baada ya kuokolewa nilikimbizwa hospitalini, niko mahututi. Akaniambia, nilikuambia utanikumbuka. Swala liliniumiza sana. Kwa hiyo wewe ndio umeyafanya haya au vipi paka unasema kwamba utanikumbuka? Historia fupi, ilikuwaje mpaka ukafikia kwenye hali hiyo? Asalamu alaykum warahmatullahi taala barakatuh. Ndugu zangu, kwanza kabisa naomba nitoe shukrani zangu za dhati kwenu nyote ambao mmeweza kufika hapa. Kwa kweli nimejisikia faraja. Kwa kweli nimejisikia faraja sana kwa sababu kutembelewa na ndugu zangu Waislamu ni jambo la heri sana. Mimi kwa majina naitwa Adam Damson Sekule. Kwa sasa kama mlivyofika naishi hapa Chanika. Kama alivyosema kiongozi kwamba mimi sikuzaliwa nikiwa hivi, ila nilipata ajali hii mwaka 2018. Hii ilikuwa ni ajali ya kudondokewa na kifusi ama mchanga, ambapo nilikuwa nchini Mozambiki, Msumbiji. Huko ndio nilikwenda kutafutia riziki. Nakumbuka ilikuwa ni tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka 2018. Ilikuwa ni usiku mida ya saa 7 za usiku. Tuliweza kuondoka mimi na rafiki zangu au watafuta riziki wenzangu kwenda kuingia kwenye shimo ambalo lilikuwa na urefu wa mita 12. Kipindi tukiwa ndani ya hilo shimo, ghafla tu ardhi iliweza kukatika na kuweza kutufukia wote, ambapo baada ya kutufukia ndipo wenzangu 7 wote wenyewe walipoteza maisha pale pale. Baada ya kuwa wamepoteza maisha, mimi niliweza kuokolewa, na baada ya kuokolewa nilikimbizwa hospitalini. Nilikimbizwa kwanza zahanati kabla ya kuingia kwenye hospitali kubwa. Nilipitia kwenye mitihani migumu sana baada ya kufikishwa kwenye ile zahanati, kwa sababu ile zahanati ilikuwa na wodi moja tu ya kina mama kujifungua. Kwa hiyo hawakuwa na sehemu ya kulaza wagonjwa, na mimi kule nilienda kama mgeni, Kileno anasema stranger. Kwa hiyo ilikuwa changamoto kubwa sana. Baada ya kufika pale, wakawa wanadai pesa nyingi sana ili wanaandikie referral ya kwenda hospitali nyingine. Ile ikawa ni changamoto moja kubwa sana kwangu, kwa sababu mwisho wa siku ikaonekana mle kwenye ofisi yao na wasumbua. Wakanitoa pale, wakanipeleka kwenye chumba ambacho ni kidogo tu, ambacho huwa mara nyingi wanahifadhia maiti. Kwa hiyo nikakaa pale siku 3. Kitu kilichokuwa kinanitesa zaidi,
ni kwamba tumbo langu lilikuwa limejaa, alafu mkojo hautoki. Ina maana ndani ya siku 3 mwanadamu haukojoi, mkojo umejaa. Nilikuwa najitahidi, labda unaletewa tuseme juisi, nadhani niletewa juisi moja tu, hii clean juices. Hiyo juisi sijafika hata nusu kuinywa, kwa sababu usa tu kidogo mkojo unakuwa yani tumbo linajaa afu linauma sana. Mwisho wa siku nawashukuru Watanzania wenzangu ambao waliweza kunisaidia, walilipa zile gharama walizokuwa wanataka za referral. Nikapelekwa hospitali moja inaitwa Mitoro kule kule Mozambiki. Ni hospitali ya wilaya. Baada ya kufika pale sijakata masaa 3. Nikapelekwa hospitali ya Pemba inaitwa Cabo Delgado. Baada ya kufika kule, kitu cha kwanza kabisa ambacho nilifanywa ni kuweza kuwekewa mpira wa mkojo. Kwa kweli baada ya kuwekewa ile mpira wa mkojo, kwa kweli nilijisikia kidogo, nikajiona mimi ni binadamu na nikahisi kwamba nitapona. Lakini baada ya siku 3 tena ikabidi tena pale nitolewe, nipelekwe inaitwa sehemu moja inaitwa Central de Mozambique ambapo ni Nampula. Ina maana nilipokuwa nafanya kazi ni mpakani mwa Tanzania. Sasa ninatolewa mpakani mwa Tanzania, napelekwa tena mbele zaidi karibia na Maputo. Lakini kwa sababu niliamini kwamba nitapona, kwamba nyie nipelekeni popote, lakini najua kwamba nitapona, basi mimi nikakubali, nikapelekwa. Baada ya kufika kule nikafanyiwa vipimo X-ray, vipimo mbalimbali nikafanyiwa. Madaktari wakasema kwamba nina mgandamizo wa mishipa ya damu. Kwa hiyo nikifanyishwa mazoezi mimi nitapona. Basi nikakubali matokeo. Baada ya kuwa nimekubali hayo, nikapewa ruksa ya kuondoka kurudi nyumbani. Hasa nyumbani mimi ni Tanzania. Nilikuwa naishi na mwanamke ambaye tulitengana kabla ya kupata ajali. Nakumbuka siku moja alikuja pale hospitalini, niko mahututi. Akaniambia, nilikuambia utanikumbuka. Swala liliniumiza sana. Kwa hiyo wewe ndio umeyafanya haya au vipi paka unasema kwamba utanikumbuka? Basi kilichokuwa kinafuata pale nikasema hamna shida, Mwenyezi Mungu ndo kanipa hili. Yule mwanamke akaondoka, sikuweza tena kumuona. Kwa kilichofuata kwangu sasa pale, nikamwambia mimi hapa sina ndugu. Kwa tunaombeni msaada wenu wa kuweza kunitoa hapa na kuweza kunipeleka huko ambako nilikoanzia matibabu ambako ni Pemba. Kwa sababu nilijua nikifika Pemba basi Tanzania naikaribia. Nakumbuka siku moja ilikuwa tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2018, kiongozi wao wa upinzani alifariki dunia. Baada ya kufariki dunia akatokea machafuko makubwa sana Mozambiki yote, watu wakauana, ile odi niliyokuepo mimi ilibidi mimi nishushwe chini kwenye sakafu nilale, alafu wale watu wa kule ambao ndio wenye nchi ndio wakalazwa kwenye kitanda changu. Lakini kipindi nayapitia hayo, sina ndugu, niko peke yangu na Mola wangu. Siku moja ikaja ambulance kutoka Pemba kuja Nampula kuleta mgonjwa. Baada ya kufika ile ambulance ikakodiwa kubeba maiti. Kwa hiyo katika kubeba maiti ikaonekana kama na mimi nibebwe kwenye ambulance. Nabebwaje? Haikuwa na jenzi ile maiti, ikalazwa kama hapa kwenye mkeka na mimi nikalazwa hapo. Tukaanza safari ya kuelekea Pemba. Nilipitia mengi sana njiani. Lakini kwa sababu madaktari niambia kwamba ukifanya mazoezi utapona, haikunipa hofu. Sasa nikasema kwamba siku nikipona basi nitawashuhudia watu kwamba jamani mimi nilipitia haya, mwenye kuamini, asiyeamini, kwa sababu si nitakuwa nakimbia. Sema bwana ushapitia haya kweli. Baadaye mimi nikafikishwa Pemba, hospitali nilianzia matibabu ya kwanza. Baada ya kufika pale nikakaa siku 3, siku 4 nikapelekwa Mtepweshi.
Napo nikapitia changamoto nyingi, lakini mwisho wa siku nikatolewa Mtepweshi. Watanzania wakanisupport kwa kunichangia pesa. Nikatolewa pale kuweza kuletwa Tanzania. Nilipofika Tanzania pale Mtwara, kwanza nilivyopokelewa na madaktari wa pale Mtwara. Nakumbuka niliingia kipindi cha mitihani ya chuo. Kwa hiyo nikasema sasa kwa sababu nimefika Tanzania panapona, wala hili halina shida. Kwa sababu nilivyokuwa napokelewa, walivyokuwa wananikea, na istoshe haja kubwa mimi kule ilikuwa inatoka, na sijui kama hawana pampers kule. Yaani mpaka leo najifikia kama hivi watu walichokuwa wananifanyia, ina maana hawakuwa hata na pampers za kunivalisha, kwa sababu kinyesi kwa kinatoka tu. Lakini nilipofika pale nikabadilishwa mazingira mengine. Kwa hiyo baada ya kufikishwa Pemba na baadaye nikatolewa nikapelekwa Mtepweshi, na baada ya kufika Mtepweshi nikaanza safari ya kuletwa Tanzania. Baada ya kuletwa Tanzania nikafikia Ligula pale nikapokelewa. Mapokezi niliyopokelewa kwa kweli nikahisi kama mimi napona. Baada ya siku 3 nikaja kuambiwa natakiwa upelekwe Muhimbili. Nikakubali. Kipindi hicho nimewapigia ndugu zangu simu Shinyanga huko, na wanajiandaa wanakuja. Nikamwambia tukutane Dar es Salaam. Ni kweli bwana, nikafikishwa Dar es Salaam. Nakumbuka ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani ule, kwa sababu futari tulikuja kufuturu hapa Lindi. Nikafikishwa hapa pale Muhimbili, na baadaye nikapelekwa Moi. Kweli kesho yake ndugu zangu wakafika pale, wakaanza kunihudumia kama mgonjwa, wakaanza kunipa moyo, pona bwana, usijali. Mwisho wa siku nikapelekwa kwenye vipimo sasa vya MRI, CT scan, vipimo mbalimbali nilifanywa. Na vile vipimo baada ya kutoka vikaonyesha kwamba nina majeraha ya uti wa mgongo, kitaalamu wanaita spinal cord injury. Sasa yale majibu akapewa ndugu zangu kwamba ndugu yenu huyu hatatembea tena maisha yake yote. Kwao ikawa ni changamoto kubwa sana, na hiyo changamoto ikawafanya ndugu zangu kabisa wanikimbie, waniache pale Muhimbili. Kwa hiyo nikawa nimebaki pale taasisi ya mifupa ya moyo nikiwa peke yangu. Lakini katika kuwa peke yangu, na washukuru madaktari pia, kwa sababu pia yale majibu mimi sikupewa kama na spinal cord injury, na mara nyingi daktari yoyote anaweza kukwambia una malaria na magonjwa mengine, lakini kuna magonjwa ambayo daktari hawezi akamfikishia mgonjwa moja kwa moja kwamba bwana una tatizo hili. Unaona? Kwa na mimi walikaa madaktari ndani ya mwezi mzima pale Muhimbili pale Moi. Niko kitandani tu. Sipewi majibu, lakini nakumbuka kuna siku moja lilikuja jopo la madaktari kama 30 hivi. Nikazunguka kitandani pale. Afu profesa akauliza, "Hivi huyu mshampa majibu?" Sasa yule mwanafunzi, mimi nahisi kama ilikuwa imetengenezwa kama filamu fulani hivi kwamba nikubali hali. Kaza kwa nini paka mjampa majibu? Hebu soma hapo majibu. Majibu yakasomwa. Adam, una spinal cord injury, majeraha ya uti wa mgongo. Akasema majeraha ndo nini? Akaniambia uti wako wa mgongo umemeguka kipande. Kuna kipande kimemeguka. Lakini bado kwa kweli mimi kipindi hicho kwanza nilikuwa sijui nini maana ya spinal cord injury. Kwa sababu nilikuwa napita hata mitaani unaona tu watu labda anasukumwa na wheelchair, hujui kama anaumwa nini. Kwa hiyo hilo jambo kwangu likawa ni geni sana. Lakini mwisho wa siku baada ya kupewa majibu, kesho yake akaja dada mmoja anaitwa Miriam Kasim. Akaja anasukumwa na wheelchair. Dada kwanza kapendeza, ni mzuri. Alafu ananiambia mimi kaka na miaka 7 na spinal cord injury. Wanamsukuma kwenye wheelchair. Nikamwangalia dada. Akasema huyu anaumwa huyu. Mimi nikajua moja kwa moja hapa nimetengenezewa
wanasema sijui mchongo, imetengenezwa kitu fulani ili kwamba nikubali hali. Unaona? Basi bwana mimi nikasema asante dada, nimekuelewa. Kwa usikate tamaa. Akaniambia mambo mengi sana aliyoyapitia. Mimi baada ya kuambiwa hivi, siji nilikuwa na mpenzi wangu, baada ya kuambiwa hali yangu mpenzi wangu aliniacha siku hiyo hiyo. Kwa niliumia sana, nilikonda. Yaani nikimwangalia dada afya yake nasema huyu ni mgonjwa kweli huyu. Mbona kama anaikitiwa watu hapa? Kwa dakika naangalia hivi madaktari wananionaje? Mwisho wa siku ile dada akaniambia, kesho nakuletea miguu yako. Naletea miguu yangu wewe. Nini? Nakuletea baskeli. Akasema haya. Na kweli bwana mida saa 6 wakati wa kabla hawajaingia watu wale wa ndugu visti wale. Nikaona wheelchair mpya inasukumwa inaingizwa bodini. Alafu nilipoangalia kule nyuma ile dada naye anasukuma. Nikafikiria Adamu, ina maana kweli ndio miguu yangu mimi sasa hivi. Au masiala. Nililia siku hiyo. Yaani sikulia wakati nilipopewa majibu kwamba na spinal cord majeraha sitatembea. Ila nilipoiona wheelchair nikasema hivi kweli ina maana mimi hii ndo miguu yangu leo ya kutembelea. Kweli nililia sana. Dada akaniambia usilie Adamu. Hata mimi nililia sana. Niliwaza vingi sana. Najua unaambia utembei tena. Ulikuwa kuna waza labda kwenda Arusha kwa basi. Kuna waza kwamba mchumba wenu kama nyinyi hapa naanza mchumba wangu atanikubali kweli kwa hali nitampata wapi tena. Kwa hiyo nilikuwa napitia hali ngumu sana, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu pia madaktari. Hali yangu ikazidi kuwa mbaya. Nikapata vidonda vinavyoitwa bed sores. Vidonda vikanishambulia sana. Sasa kipindi hicho moyo amening'ang'ania kwa sababu ananidai bili. Lakini moyo hawatibu vidonda, moyo anatibu mifupa. So namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu mwisho wa siku nilitolewa, nikapelekwa Sewa Haji wodi namba 23. Nikaenda kuanza matibabu upya tena ya vidonda sasa. Ina maana hapo sasa mifupa tena ilishaonekana amna. Namshukuru Mwenyezi Mungu nikaenda kufanyiwa matibabu ya vidonda. Nakumbuka ilikuwa tarehe 6 mwezi wa 9 mwaka 2019 ile. Na 19 rafiki yangu mmoja daktari akaniambia Adamu, hapa tulipofika sasa hivi ni mwisho. Na wewe kupona haiwezekani. Kama ushaye kusikia kwamba mgonjwa yuko mahututi, alafu ndugu anamchukua anampeleka nyumbani, kwa na wewe hapo ulipofikia upo kwenye hali hiyo. Lakini kwa sababu ndo kitu ambacho mimi nilikuwa nakifikiria kwa sababu ukiangalia kwamba ndugu ashakukimbia. Hata kama ukaruhusiwa utaishi na nani? Kwa hakuna jawabu jingine ambalo mimi nilikuwa nalifikiria zaidi ya kufikiria kufa. Huo ndio ulikuwa msingi wangu kwamba hapa kaburi pekee ndio itakalo nisaidia katika maisha haya. Kwa hata nilipoambia hivyo na daktari mimi nilifurahi tu. Wakati wa kufurahi sasa akaniambia sasa bwana, hapa nilichotakiwa tufanye ni kuitie ustawi wa jamii wa kusupport kukusaidia ambulance. Na kweli nakumbuka kuna bwana mmoja kwa Mtawile kwa rafiki yangu akaitwa, akamwambia bwana mimi hapa anielekeza, akaniambia bwana akija hapo wewe mwambie kitu kimoja tu kama mimi sitaki matibabu, nimechoka, nataka niende nyumbani. So na mimi nikazingatia bwana mimi hapa matibabu nimechoka, nataka niende nyumbani. Akasema hamna Adamu hivi na hivi na hivi. Akasema hamna, mimi sitaki. Basi akakubali. Wakaanza kufanya process za kunitoa hapa mpaka Morogoro. Morogoro nipumzike pale Rufaa, baadaye nipelekwe nisogeze tena Dodoma. Yaani ilikuwa ni safari ya nusu. Siku ya tarehe 8 mwezi wa 9 huo mguu unaona huo.
ulimwagika wote ukiwa umeoza. Kwa kweli niliumia sana, sema da, kwaje hivi? Lakini mwisho wa siku madaktari, kwa sababu ni kwa wodi ya watu wengi, sasa ile harufu naisikia, nikaomba madaktari wanipeleke hata chooni kule nikakae, wasukume kitanda, akasema atakayesikia harufu hapo uje kapona huyo. So wakaleta dawa za kupulizia kuitoa harufu, na nikakaa pale. Ilikuwa Alhamisi, ikabidi Ijumaa, kwa sababu operation Ijumaa Muhimbili zinakuwa hazipo isipokuwa ni za emergency, ikabidi niingizwe kwenye emergency na kuweza kwenda kukatwa ule mfupo uliobakia. Baada ya kuwa nimekatwa mfupo uliobakia, pia Jumanne profesa anakuja ananiambia, Adamu, inabidi na mguu wa pili tuukate. Hapo kwangu ilikuwa ni changamoto kubwa sana na sikukubali, kwa sababu mimi nishapewa majibu tayari kwamba Adamu, hali yako ilipofikia sasa hivi ni kifo. Hasa nikawa nafikiria, huyu daktari ananiambia kwamba eti anikate tena na huu mguu, mimi sanda watanifungaje? Kaburi langu litakuwaje? Na maana sasa na mimi nifungwe sanda kama mtoto. Niligoma kwa kweli kukatwa mguu wa pili. Nikasema hapana, sihitaji kukatwa mguu wa pili. Lakini nilikaa pale ndani ya almost wiki 3 au 4. Adamu, si tushakuona wagonjwa kama wewe, ashe kutokea hapa Muhimbili. Ingeshaje kutokea si, yani nimekuwa kama mahakamani sasa kwamba ashe kutokea si nchi gani hivi na hivi na hivi. Kwa Adamu, wewe utapona. Sasa nauza, hata kama nikipona mimi, nani wa kunisaidia? Nani atakayenisaidia? Lakini baadaye nilikubali, nikaenda kukatwa mguu huu unaoona, huu wa kushoto pia. Nikawa sina kabisa miguu. So baada ya kuwa sasa nimekatwa miguu yangu yote miwili, madaktari wakarudi kwenye pambano moja la kusema huku kwenye makalio na vidonda mpaka leo vinanisumbua. Tutafanyaje Adamu? Na unatumia Pampers, haja kubwa, yes. Ikabidi sasa nitobolewe hapo na kupona hapa. Nadhani mshaikuona kwenye video. Hapa nikatobolewa kwa ajili ya haja kubwa, na pia nikatobolewa hapa kwa ajili ya haja ndogo. Hii yote ni kuzuia infections kwenye vile vidonda ili waweze kupambana navyo. Na kama pambano ya kwanza, mimi nilitolewa ngozi kwenye paja hili nikawekewa huku na nikatolewa. Baada ya hapo tukakaa, daktari wana discuss bado. Huu mguu huu mfupo kachomoza tena ukatoka. Madaktari pale sasa tunafanyaje? Ikaja camp. Yani camp huwa wanaita madaktari wa nje au madaktari wa mkoa. Kwa mfano madaktari hapa Dar es Salaam wanaweza kwenda kuweka camp wapi? Morogoro, kutibu wagonjwa. Ikaja camp kutoka Uturuki. Ni watu wa sajali. Mimi niko Upanga. Profesa ndo kiongozi wa ule msafara sasa wa ile camp. Akanichukua akanipeleka huko Mluganzira, kwa sababu camp ilikuwa Mluganzira. Baada ya kufika Mluganzira, jina langu alipo na wala jina la mgonjwa yoyote wa kutoka Upanga Muhimbili alipo. Akadiscuss hapa tunafanyaje? Sasa ikabidi sasa kama mimi niache kule, niwe mgonjwa wa Mluganzira. Sasa mimi niligoma kuwa mgonjwa wa Mluganzira kwa sababu kama mnakumbuka ile ajali ya moto Morogoro ya mafuta, wagonjwa walitolewa Morogoro wakaletwa Upanga Muhimbili pale, na wagonjwa wa Upanga Muhimbili pale walitolewa wakaletwa Mluganzira, na mimi nilikuwepo katika hiyo group kwamba na mimi nitolewe. Lakini mwisho wa siku madaktari akasema hapana, huyu hataki kutoka, huyu anatakiwa baki hapa. Sasa
Siku hiyo mimi nimepelekwa Mloganzila kwa ajili ya kwenda kufanya operation. Nikakutana na mgonjwa mmoja. Yule mgonjwa kumwangalia afya yake na alivyotoka Upanga nikasema Nikamuuliza bwana vipi? Kaza kuna bwana fulani kafariki. Sawa, mwingine fulani alifariki. Fulani alifariki. Sasa bwana alikuja. Bwana akaniambia bwana hapo sikubali wa kuacha. Mimi sasa hivi hali yangu ya vidonda ni mbaya. Kweli kuja kuangalia hali yake ya vidonda imekuwa ni mbaya sana. Mimi nikafanya mgomo, nikasema jamani kama mrudishe Upanga mimi bora nife. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu. Nadhani kwa saa 8 za usiku ikaja ambulance kutoka Upanga imeleta mgonjwa na mimi ndo nikachukuliwa kwenye ambulance ile nikapelekwa tena Upanga kwenda kuanza matibabu. Baada ya kufika sasa Upanga kilichofuatia ni kwamba nakumbuka ilikuwa Jumapili nimefika. Jumatatu profesa anakuja ananiambia Adamu inabidi tukakufanyia operation nyingine. Ipi? Akaniambia inabidi tukakate ule mfupa tena kwa mara ya pili. Na kweli bwana shukuru Mwenyezi Mungu nikakubali nikaenda kukatwa mfupa nikafungwa. Tumekaa vidonda tena vikarudi. Kurudi vidonda akaniambia bwana hapa sasa hivi kufanyia operation tena haiwezekani. Kwa sababu sehemu tulizokuwa tunazitegemea ni mapaja. Basi mimi nikakubaliana na hali yangu. Kwa hiyo nikakaa pale 2020 niko pale Muhimbili. 2021 mipango ikaanza. Adam anatakiwa atoke hapo hospitalini aende Ulaya. Akaniletea taarifa Adam inabidi utoke. Nikasema mimi jamani hapa mimi sitoki Muhimbili. Mimi nitakaa hapa mpaka nitakufa mtanizika hapa. Akasema hapana. Inabidi utoke. Kwa kweli nilikataa, nikalipinga ile swala, nikalipinga sana ile swala. Lakini mwisho wa siku mimi nilikubali. Nikasema niko tayari kutoka, lakini natoka naenda wapi? Zikaja orodha za kambi za wazee. Kuna kambi moja iko Tanga. Kuna moja iko maeneo ya Kinondoni hapa hapa. Kuna moja iko Kigamboni. Madaktari wakagoma. Kasema nyinyi huyu mgonjwa tulivyomtibu na mkumbuke kambi za wazee serikali imezitelekeza. Alafu mnampeleka huyo. Akagoma. Kaanza pale. Mwisho wa siku namshukuru Mwenyezi Mungu. Nakumbuka nilikuwa natumia Tekno vile vidogo vile. Nikakutana na Ahmed Albert. Kamwelekeza changamoto yangu, nikamtumia picha. Kaniambia bwana pole sana. Baada ya hapo sasa kilichokuja kufuata sasa Ahmed akaniposti. Na baada ya mimi kupostiwa akanipata dada mmoja kama mnamjua anaitwa Najat Said. Sidhani kama mnamjua. Yule dada mwenzangu akisha posti kitu chochote hafuatilii comment. Kwa akaniambia fuatilia comment hapo. Sema sawa. Na kwa katika kufuatilia comment nikaona dada kaandika neno moja tu kwamba Ahmed naomba umpe namba yangu. Kwa bwana mimi nikamwelekeza bwana kuna comment hapo anaitwa Najat akasema unipe namba yake. Okay sawa. Kanipa namba nikampigia dada akaniambia uko wapi? Akasema mimi niko Muhimbili hapa Sewa Haji. Sawa, haina shida. Mimi niko Aga Khan naumwa. Niombee dua nikishapona mimi nitakuja nikuchukue nikutoe hapa. Basi bwana namshukuru Mwenyezi Mungu kweli dada alipopona alinikumbuka kwa haraka sana akaja akanifuata pale. Na baada ya kunifuata pale akapewa masharti kitanda, mimi siwezi kulalia kitanda cha kawaida, godoro, wheelchair na vitu mbalimbali. Yule dada akakubali. Nakumbuka aliagiza nje kama kolosto 150 zilikuja kutoka nje. Ambazo nilikaa nazo kwa muda wa miaka miwili zile zilikaa. Miaka miwili. Basi baada ya kukamilisha vitu vyote vile mimi ndo kutolewa pale sasa. Nikaenda kuishi kwa mara ya kwanza sasa natoka Ulaya, natoka hospitalini kwa mara ya kwanza.
ndani ya miaka mitatu ndo natoka Muhimbili. Madaktari wakaniambia, Adamu, natoka hapa, lakini ili mimi nikupate lazima nianze na mlemavu. Kwa jina lako la Adamu litatumika kidogo sana, lakini jina lako kamili ili mimi nikupate kwa haraka nikuuliza mlemavu aliyekatwa miguu. Kwa hiyo nenda kayapokee hayo. Nenda kayapokee yote utakayokuta kule ulaiani. Sikiliza, kamaliza pale. Kweli bwana, mimi nikaanza safari Kigamboni. Sasa kulikuwa na changamoto pia kwa sababu pale nilikuwa peke yangu. Je, unaenda kuishi ulaiani na nani? Huyu bwana alikuwa ni mgonjwa. Na aliteseka sana Muhimbili, apata miaka 5 kaka. 6. Yuko pale mguu umeoza. Anapambana. Anakaa mwaka mzima, anaruhusiwa anaenda Dodoma, anarudi, bado hali ni mbaya. Huyu bwana alikuwa na hali mbaya sana ya mguu. Nakumbuka Najati akasema kwamba kama pana uwezekano madaktari wa ukate huo mguu, alafu akisha kata huo mguu tumwekee mguu bandia, nadhani atakuwa ana uwezo wa kukusukuma. Akasema sawa. Tukajaribu kufanya ile swala, madaktari akasema hapana, huo mguu ukatwi, tunamwekea ngozi tena, tunafanya plastic surgery. Na kweli ndugu yangu akafanywa plastic surgery, akakaa wiki 2, ngozi ikashika vizuri, na ndo akawa mtu wangu pale Kigamboni mpaka leo niko naye huko. Kigamboni nilitoka kwa sababu vita vya Palestina, ile dada ni mwanaharakati. Nadhani wengi sema kwa sasa hivi hapatikani kwa sababu akazuiliwa kwenye akaunti nyingi sana. Ukienda Facebook akifungua anafungiwa kwa sababu alikuwa anarusha yale matukio ya Palestina live. Kwamba ukiona mtu kapigwa bunduki anarusha moja kwa moja, yani picha kama ilivyo. Kwa wakamfungia. Kwa maana sasa hivi hana akaunti yoyote tena. Kwa tumekuja kupotezana naye baada ya kwenda Palestina. Hapo changamoto niko Kigamboni. Sasa dada akaondoka. Mimi nilikuwa sijui hata mambo ya mitandao haya. Mimi nilikuwa mambo tu ya Facebook, nikiingia hapo nitacheka, nitafanya hivi na hivi na hivi. Nilikuwa sijui ya mambo. Lakini mwisho wa siku namshukuru Mwenyezi Mungu, baada ya kuondoka nakumbuka ilikuwa inafika stage kwamba hata pampers unakosa. Nakumbuka ilikuwa inafika hata stage kwamba chakula mnakosa. Nikamwambia ndugu yangu, sasa hivi watu ukiposti, kwa mfano hivi unilivyokaa hivi unaposti, mwingine anakuambia kwamba wewe kakunja miguu. Wewe kakunja miguu. Mwingine anakuambia yai hiyo. Unaona bwana? Mimi bwana niliamua kumwambia ndugu yangu, mimi hapa nataka niposti majeraha yangu kama yalivyo. Na kama watu watasikia sauti yangu, nitashukuru. Kwa kweli ilikuwa ni video yetu moja tulioposti, ikapata mwitikio watu mbalimbali. Nikapata nyumba Chamanzi. Mmoja kaniambia bwana, kuna nyumba hapa Chamanzi bwana, njoo ukae. Nikaenda Chamanzi pale nikakaa kwa muda kidogo, baadaye nikatoka pale. Ndo mwezi wangapi wa 11 mwaka jana ndo kuja kwenye nyumba hii ambayo mmenikuta leo. Kwa ndugu zangu ni karibuni sana. Ninayosikia ni moyoni changamoto.